serikali imeendelea kuwajali vijana wa Kitanzania hususani wa mikoa ya Geita, Mwanza na mikoa mingine nchini. Kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi, serikali imetoa mikopo yenye masharti kwa vijana wa mkoa ya Mwanza na Geita kupitia programu ya kuwawezesha vijana kiuchumi katika sekta ya mifugo na ufugaji na uvuvi kwa ajili ya kuwawezesha vijana hao kujiajiri na kuongeza kipato kupitia miradi ya ufugaji ya kuku, mbuzi, kondoo, lakini hata ile kondoo nyingine ya Italy na Vatican, pamoja na zana za uvuvi na uchakataji wa mazao ya uvuvi. Jumla ya vijana 56 wamenufaika na mikopo hiyo katika mikoa hii miwili. Aidha, mafunzo ya ujuzi na uendeshaji wa miradi yameendelea kufanyika na yametolewa kwa wananchi, hususani kwa vijana wetu. Nakubaliana na mimi ndugu wananchi ya kwamba sekta ya kilimo, ufugaji na uvuvi ndizo sekta ambazo zimeajiri wananchi walio wengi. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban 65% ya nguvu kazi ya taifa wamejiajiri katika sekta ya kilimo, ufugaji na uvuvi. Hapa kanda ya Ziwa, zaidi ya 75% ya kaya zinategemea kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo sekta hizi ni chachu katika kupambana na umaskini. Ndugu wananchi, uwekezaji huu mkubwa ambao serikali imefanya katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi umeendelea kuimarisha upatikanaji wa chakula katika mikoa ya Geita, Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Imani yetu kwa siku 8 za maonesho haya, wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi watakwenda kubadilisha mitazamo na fikra zao juu ya namna bora ya kulima, lakini pia kufuga pamoja na kuvua. Na haya yote yatakwenda kuakisi dhamira ya dhati ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna bora na ile nia yake njema ya kuongeza bajeti katika sekta ya kilimo, lakini pia katika sekta ya uvuvi na ufugaji. Asante. Naitwa Christina Mabula, ni manager kutoka kampuni ya Agricom. Agricom ni kampuni inayojihusisha na uuzaji bora wa zana za kilimo, kuanzia unapoandaa shamba lako mpaka mazao yako unapopeleka sokoni. Tunahusika zaidi na mnyororo mzima wa thamani ya kilimo, na pia Agricom imegusa mkulima katika nyanja tofauti: mkulima mkubwa, mkulima wa kati na mkulima wa chini. Lengo kubwa la Agricom ni kutoa suluhisho kwa wakulima katika zana bora za kilimo, kwamba sisi tumefanikiwa takribani miaka tangu mwaka 2011 mpaka sasa. Kwa upande wa kanda ya Ziwa tumefanikiwa kugusa wakulima zaidi ya 4,000, kwa maana kwamba tumewatoa hawa wakulima katika kilimo cha kutumia jembe au wanyama kuingia katika kilimo bora cha kutumia teknolojia za kisasa kama trekta pamoja na pawatila. Na pia Agricom inafanya kazi katika mazingira yote, kwa maana kwamba inajihusisha na mkulima wa chini kabisa ambaye anatumia jembe. Sisi tunafanya kilimo darasa, na maana kwamba tunaenda kuwatembelea wakulima, tunawafanyia demo ili waweze kufanikiwa katika kuona kwa uhalisia kwamba ni namna gani hizi zana za kilimo zinavyomkomboa mkulima, kwamba anapotumia mnyama katika kulima analima nusu heka kwa siku, lakini unapotumia pawatila unalima kuanzia heka 5 na kuendelea. Kwa hiyo katika elimu hii ambayo tunashirikiana na taasisi za kifedha pamoja na serikali, basi tumefanikiwa kwa ukubwa sana kuhakikisha kwamba mkulima huyu tunamuondoa katika kilimo hiki cha mateso na kumkomboa katika kilimo biashara. Sawa, lakini unajua dawa ndio. Haya, sio chukue trekta alafu umekusanya hela unaenda kunywa pombe, alafu baadaye tunaanza tena tusaidie mkuu wa mkoa, nyumba inataka kupigwa mnada, hatutaki. Umeelewa bado? Na wewe bado umri wako ni mdogo. Kwa hiyo nenda kapambane kuchapa kazi. Vijana wengi hatutaki kilimo,
vijana wengi tunakaa vijiweni, tunalaumu serikali, lakini kama ufanye kazi serikali, hata ingekuja serikali ya Rais Trump haiwezi kukutoa kwenye uchumi dhaifu. Kwa hiyo wewe umri wako tunaamini kabisa ukilisimamia hili trekta, kwa sababu tumekuwa pia na changamoto ya usimamizi. Mimi niliwahi kuwa na trekta mpya kabisa, tunampa kijana betri tu hakuna, anakupigia simu. Unaona kabisa kwamba watu hawako tayari. Sasa kasimamie mwenyewe, usijigeuze bosi. Umekaa kule kijijini unasubiri watu wakalime, halafu wakati wewe mwenyewe pia unaweza ukajifundisha wewe mwenyewe ndio ukawa dereva wa trekta, kwa sababu una uchungu na mali yako. Umeelewa bwana? Usije ukajigeuza bosi kwamba umekaa nyumbani unasubiri upelekewe hela, hautaweza kulipa mkopo. Majina anaitwa Lina James, ni afisa masoko kutoka Agricom kanda ya Ziwa. Agricom tunajihusisha na uuzaji wa zana bora za kilimo kwa upande wa mnyororo mzima wa thamani, kuanzia kuandaa shamba mpaka kupeleka mazao yake sokoni. Kwa upande wa zana ambazo tunauza, tunaanza na trekta ambao tunauza trekta za aina tofauti. Tuna swalaji zenye uspawa tofauti, Lovol na Kubota. Pia tuna mashine ambao tunasema ni trekta ya mkono Kubota, ambao ni Kubota original kutoka Japan. Sambamba na hivyo, tuna hizi trekta tunazoziuza, tunauza na implementi zake, kuanzia jembe, rotaveta na haro. Pia katika upande wa kuandaa shamba tunaanza na trekta pamoja na implementi zake. Tuna mashine za kuvunia, tuna mashine za kupandia, tuna mashine za kukaushia, pia tuna mashine ambao tela ambao inapeleka mazao yake sokoni. Kwa Agricom tumejizatiti katika zana zote, kuanzia mkulima anapoandaa shamba mpaka anapopeleka mazao yake sokoni. Pia Agricom tunafanya kazi na benki zote na taasisi katika upande mzima wa kumwezesha mkulima kupata kifaa kwa mkopo. Hii ni Tanzania Habari.